Asante. Mimi naitwa Frederick Mwinama. Nimefika Mbagala pale mida saa 9 hivi alfajiri ya leo. Naelekea Shinyanga lakini nimekosa gari ya Shinyanga direct. Nikaipata gari hapa, nikaelekezwa gari hapa inaitwa Takbir. Wakaniambia nikashuke Tinde pale kuna njia panda pale. Kwa hiyo nauli of course waliniambia 75,000. Kaambia mbona nyingi, sio hiyo. Kasema hamna, magari sasa hivi sio hamna, hiyo ndio bei yake. Unatoa 75,000 lakini unakuandikia tiketi ya 65,000. Sasa kwa sababu ya shida usafiri na mimi huko naenda haraka, kwa hiyo ikabidi nitoe hela. Ndio nimefika mpaka hapa Magufuli Mbezi. Ndio nimekutana na nyie watu wa LATRA. Of course humu watu wengi tu wamelanguliwa tiketi hizo. Wamelipwa ile ya juu kuliko tiketi ya halisia. Kwa hiyo of course tunawashukuru nyie LATRA mtusimamie waturudishie hizo pesa zetu. Sababu ni ulanguzi. Tiketi imepewa mkono ya kuandikwa kwa mkono tu. I have it here. Tiketi hapa. Nafahamu ni haki yangu kupata tiketi ya mashine, lakini wakasema tiketi ya mashine itatolewa ndani ya gari. Kituo cha Mbagala rangi 3 naelekea Kahama. Lakini hali ya usafiri kwa ujumla ni changamoto kwa sababu kuna walanguzi wengi sana wa tiketi ambao wao wananunua tiketi mtandaoni alafu wanawauzia abiria kwa bei ambayo sio sawa na bei zilizoelekezwa na LATRA. Kwa hiyo kuelekea mwisho wa mwaka, kuelekea sikukuu za Christmas na mwaka mpya, abiria ni wengi sana. Kwa hiyo nauli zimepanda, lakini pia usafiri umekuwa ni changamoto. Lakini pia tiketi ambazo zinatolewa kwenye magari mengi ni tiketi za mkono, sio za kielektroniki. Ya bei ambayo mimi nimeandika, ambayo nimelipia na bei ambayo imeandikwa hapa ni bei sahihi. Kule agent alinikataa, atasema nitapewa kwenye gari, lakini hapa wamepita wakaguzi mara 2 tiketi, wakasema watatoa kadri gari linaendelea mbele huko. Wale nakuwa ni wale ukishapa tiketi na kuchukua majina na kupewa tiketi wanatolewa za mashine. Kwa ajili ya kutolewa tiketi za mashine ndio tena muda ule ndio naweka nini, naweka majina na namba za simu na toa tiketi za mashine. Kwa nini unauza tiketi za kampuni zingine ambazo hutahusiki nazo? Hapana, sijauza tiketi ambazo sihusiki nayo. Mimi sijauza kampuni ambazo sihusiki nayo. Nauza kampuni. Hizo hapa ni kampuni zangu. Mimi sijauza kampuni, nauza kampuni yangu. Kama jana nimekuja hapa, nilikuwa nimechelewa, nimeshatoa na majina. Kabla ya kuja kutoa tiketi, nikawa nimesema niwarudishie hela zao, nikawarudishia hela hao abiria. Kwa nini warudishie hela? Sawa, hapa ndio niambia niwarudishie hela hao. Kwa sababu gani? Kwa nini nimekuambia warudishie? Ananiambia kwa sababu tiketi tukio mtu ya mashine, akamwambia tiketi ya mashine hiyo hapo wanatolewa saizi, wanasema usitoe tena warudishiwe hela. Kwa kampuni zote hizo unahusika nazo? Kampuni mimi sihusiki nazo hizi. Na tiketi za kwangu hizi. Kwa nini sasa unakuwa na tiketi zao? Kwa nini una tiketi zao sasa ambao usiki nazo? Tiketi hizi mimi sio za kwangu. Tiketi mimi sio za kwangu. Tiketi niliokuwa nimeuza za kwangu zile pale ambazo nimekuja nikarudisha. Hizo ulizoshika sasa ni za nani? Hizo tiketi tulizokutana nazo. Sasa hizo nimekutana nazo wapi babangu? Msikuwa na tiketi. Tiketi nilikuwa nimeuza zile tiketi 2, nikaja hapo wakaniambia niwarudishie abiria hela, hawakutaka nisafirishe. Sasa sema, eleza, niambie hizo tiketi ulikuwa unatumia kwa mahitaji gani? Sema. Hizi nilikuwa sizitumia kwa mahitaji mabaya. Nazitumia kwa mahitaji mema. Kipindi kile cha hali mbaya ya abiria, nilikuwa naandikia abiria. Kipindi kile cha hali mbaya ya abiria, nilikuwa naandikia abiria wanapanda kwenye gari, kwa sababu kuna abiria ambao wanapatia nje na nini. Labda akija mwingine anakuambia sipate kwenye nani. Labda akaunti sina ya nani basi bora, wanamkatia kwa sababu tunambadilishia. Kwa nini unachaji nauli zaidi ya nauli ambayo iko kwenye mfumo wa LATRA? Sina bila ndo mchaji nauli zaidi ya 70,000 hapo na 65 Wewe ni wakala msajili na LATRA? Sasa kwani sijakuelewa. Wakala wanauza tiketi wanatakiwa wasajiliwa na LATRA. Tueleze ndio ni wakala unasajili gani? Mimi nimesajili na akaunti ambayo nimesajiliwa na agent wangu. Kusajiliwa na LATRA? Sijasajiliwa. Kwa nini sasa unafanya kazi ambayo hujasajiliwa kufanya? Sasa hapa naona kosa ni la agent wangu, kwa sababu agent kama analijua hilo angetuambia kwamba
ndio tukawasajili kwenye LATRA. Kwa nini unauza tiketi ambazo sio za kwenye mfumo na wakati sasa hivi serikali imeshasema tiketi zote ziuzwe za mashine? Hii sijauza tiketi ambayo kwenye mfumo kwa sababu hizi zilikuwa zinauzwa kabla ya mfumo hujaanza. Kwa hiyo hizo hapo unazifanyia nini hizo? Hizi zilikuwa nizirudishe ofisini kwa sababu tulikuwa kabla tujaanza kuuza zilikuwa nizirudishe ofisini. Tumekuta abiria wao ni mashahidi wale pale, mwapa hizo tiketi. Kwa nini mwauza tiketi ambayo haina mashine? Sina abiria ndio muuzia tiketi. Kwa zote hizo zilikuwa umezitunza tu. Nilikuwa nimezitunza na nirudishe ofisini. Tumedamkia hapa stendi ya Magufuli Dar es Salaam Mbezi Luis kwenye saa 10:30 tulikuwa maeneo haya kuangalia hali ya usafiri, na tumekuja hapa baada ya hizi taarifa za wiki hii kwamba abiria wameanza kuwa wengi mwanzoni mwa mwezi wa Disemba. Mara nyingi huwa katikati ya mwezi ndio kunakuwa na abiria wengi. Tumejionea kwa kweli hali ya leo ni shwari sana, kwa idadi sio kubwa, abiria sio wengi kama vile ilivyokuwa siku 2-3 zilizopita, na tathmini yetu inaonyesha kulikuwa na mahitaji ya ghafla yametokeza kutokana na wanafunzi walikuwa wamefunga shule, wanahitaji kusafiri, lakini kuna watu ambao ni ratiba yao kusafiri kipindi hicho, pia ukawa na msongamano mkubwa. Lakini kwa ajili ya kutatua tatizo hilo tulitoa vibali vya dharura vya muda mpaka miezi 3 watu waweze kuomba. Tulitoa tangazo na kufikia leo asubuhi taarifa zetu ni kwamba tumetoa vibali 72. Kituo hiki cha Magufuli tumetoa vibali 31 vya muda vya mabasi na maeneo mengine nchini vibali 41, jumla 72. Jumla vibali 72. Lakini katika kukagua hali ya usafiri kwa ujumla, kwanza tunawashukuru sana wasafirishaji. Kwa kweli kuna utii mkubwa wa sheria kwa wawekezaji wenyewe. Magari yote haya kwa ujumla yana mifumo ya tiketi za kielektroniki au tiketi mtandao. Hii tunawapongeza sana wasafirishaji. Lakini pia kupitia hii mfumo wa tiketi mtandao, nauli zinatozwa zile ambazo ni elekezi. Hili nalo pia tunawapongeza sana. Tumeona shida kidogo kwenye ule namna ambavyo abiria wanafika na kupokewa. Kuna watu wamekaa kama wanaitwa masarange wale wa kuwai, mawakala tuseme jina zuri. Wao wanawadaka abiria. Na ukifika mahali mtu unaoelewa hujafanya booking kwa online, utakutana na hawa watu. Wana tiketi wamezishika mkononi za kuandikwa kwa mkono hivi na karatasi. Mtu ana tiketi 20, 30, yani mpaka 30 kuna mtu tumekuta nazo, lakini ya kampuni ya mabasi tofauti. Kwa hiyo anakuandikia unakwenda kwenye lile basi. Kuna wengine wanakuandikia wanakutoza nauli kubwa, ukifika kwenye basi unapewa nauli ile ya halali. Sasa anakuwa kama amekuletea abiria lakini ameshakuchaji hela kubwa. Kuna wengine unakwenda wala hilo basi halipo, lakini ni makampuni ya mabasi ambayo yapo. Wengine wametoa photocopy. Sasa kwa hali hii, uzuri wa hapa kuna kituo cha polisi, kuna meneja wa kituo na wafanyakazi wake, na sisi tuna ofisi yetu hapa Magufuli inafanya kazi saa 24. Kwa kushirikiana na inchaji wetu hapa, wameweza na polisi kuwakamata hawa waliofanya vitendo hivi. Najua bado wako wengine, lakini wale ambao wamepatikana wamekamatwa, na hivi tunavyozungumza wako chini ya ulinzi. Hatua za kuwafikisha kwenye kwenye mamlaka ya kisheria ikiwepo mahakama zinaendelea ili watusaidie kwa nini wanafanya hivi, na iwe ni fundisho, wapewe adhabu ambayo itakuwa fundisho kwa wenye kufanya mambo haya waache. Kwa hiyo tusifike huko ambapo sasa tunaanza tena kuzipa familia zetu shida ya kuleta vyakula gerezani, tukwenda kwenye kesi kusikiliza. Kwa nini uingie kudhulumu watu wakati hii biashara ni huria? Fanya kazi ulipwe haki yako kama wakala na yule aliyekuweka, lakini sio sawa kwenda kuwatoza abiria kwa kiasi hicho. Na kwa hawa tumeona kwenye kampuni mbili hapa, kuna kampuni ile moja ya basi ya Hajiz pale inayekwenda Lushoto, ile gari Handeni, wale wamezidisha nauli. Wote wale tumeambiwa warudishie, lakini wamezidishaje? Wamerudisha kwenye karatasi zile. Ukikagua tiketi zao za kielektroniki au mtandao zote zimeandikwa halali. Ukija kwenye kampuni nyingine ya basi ya Takbiri, nao wamezidisha. Lakini huku kwenye uwekaji wa mizigo wamefanya vizuri kila kitu. Nauli wamepiga kwa sababu ya msimu, wamejua kabisa watu wana shida. Nao wote tumewaelekeza warudishe nauli. Na tumetoa onyo
na wao tumewapa adhabu ya kwamba msirudie, tumewapiga faini. Sasa haya mambo yanawarudisha wao nyuma. Kwanza umerudisha ile hela, alafu pia tumekupiga na wewe faini. Kwa nini sasa unafanya biashara namna hii? Kwa hiyo tunawasisitiza pia Watanzania, wasafiri, abiria, hakikisha unalipa tiketi ambayo iko kwenye electronic. Na sio mpaka LATRA tunakuja tunaambia mrudishie. Wewe mwenyewe umeona, mbona sasa hapo umeniandikia tiketi kwenye tiketi nauli ambayo sio nilokupa. Nyinyi basi zima mnadhulumiwa kwa sababu gani? Daini haki zenu au tupigieni simu. Sisi tutatoa taarifa huko vituo vya ukaguzi mbele, mtasimamishwa na hela zenu zitarudishwa. Lakini Watanzania, nyinyi wenyewe, abiria, nyinyi wenyewe muungane, msimgoje LATRA mtu mmoja. Nyinyi wote basi zima mnadhulumiwa kwa sababu gani? Muulize jirani yako umechajiwa shilingi ngapi? Mnaonyeshana tiketi. Mnadai haki yenu. Kwa hiyo tukubali hii hali. Lakini pia tusisitize kwamba unaweza kuhakiki nauli yako kwa kutumia LATRA app, ukaidownload kwenye simu za Samsung zile za Android tunasema, au simu za iOS zile kama Apple. Unaweza iPhone zile ukadownload LATRA app, ukaverify, ukathibitisha nauli kama uliolipa ni halali kwa viwango vya daraja la kati na daraja la chini au ordinary tuseme. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tutumie hiyo app iwasaidie. Na wasafirishaji tuendelee kusimamia. Tumegundua pia wahudumu, kuna mabasi ambayo yanatumia wahudumu ambao hawajasajiliwa na LATRA. Hilo ni kosa. Tunatoza adhabu. Uwezi ukamweka conductor ambaye hajasajiliwa na LATRA, hajapata mafunzo. Na ndio maana hata hilo mabasi tuliyokamata yote yana wahudumu ambao hawajasajiliwa na LATRA. Kwa hiyo ukisajiliwa na LATRA unakuwa umefundishwa pia nidhamu ya kuangalia usafi wa gari, kuwepo wapi watasimama abiria. Kusimama ni dakika 20 vituo vyote. Na pia tunasisitiza usafi wa mazingira, tusitupe taka ovyo, tutunze mazingira. Lakini pia mwendo kasi wa gari, tutoe taarifa kama kuna mwendo kasi ambao sio mzuri. Dereva anatakiwa atumie kibata cha utambuzi. Na basi lile tu tunaliona. Mabasi mengi tumeyakagua hapa yanatoa taarifa yako wapi. Kwa hiyo unaweza kutumia app yako ukaona kwamba gari linakwenda mwendo kasi gani. Na sisi tunaona madereva wanaosafiri na magari hayo. Pia ikibidi tunachukua hatua. Kwa hiyo kwa ujumla tunasema hali ni nzuri, hali ni shwari. Abiria walioko wengi mnaona wanasubiri ratiba yao ya kuondoka. Wengine wanakuja hawajajua, anauliza. Sasa ukija usikimbilie kwenye hiyo hali. Nitoe mfano mwingine kwenye gari ya Takdiri hapa. Kuna msafiri anakwenda nje ya nchi Kigali, lakini ameanzia safari Mbagala. Kule akachajiwa safari yake akaambiwa 120,000 kwenda Kigali. Lakini kutoka atashukia Kahama, akapewa na namba ya kuna wakala, ukifika huyu atakusaidia kwenda Kigali. Kwanza hiyo ni mashaka. Atafika atampata, asipompata na kashaacha hela. Kwa hiyo yule baada ya kucheki vitambulisho vyake na maelezo yake, tumeelekeza arudishiwe fedha zake, na amerudishia hapa 55,000. Arudishiwe. Kwa sababu hela yote umemchukulia kwa sababu gani? Na hapa sasa, hiyo ambaye alikuwa amechajiwa kutoka Kahama kwenda Kigali. Sisi hatuna mabasi yetu yanakwenda Kigali, wala huyu anayempa tiketi hapa hafiki Kigali. Kwa sababu gani unamchaji mtu kwenda Kigali? Kwa hiyo amemrudishia shilingi 55,000, lakini hapa tukamtaka sasa amtafutie usafiri wa kwenda mpaka Kahama kwa gari lingine. Kwa sababu ile gari lishaondoka, alitapeliwa tiketi. Na tunasisitiza sasa hao mawakala, hawa tunakwenda sasa kuwasajili. Tumeshatengeneza kanuni ya mwaka 24. Tunakwenda sasa kuwasajili. Huwezi kuwa wakala huku unaumiza watu. Utakuwa na vitambulisho, utakuwa na kibali cha LATRA cha kuwa wakala wa basi, unamsaidia mwenye basi. Kwa namna hii kuachiachia tutapama. Tunakwenda kuboresha, tutaendelea kuboresha, na tunaomba wadau na wamiliki wa mabasi haya tushirikiane katika kuboresha huduma hizi za usafiri. Kwanza hii kurudisha nauli huwa ni tako la lazima. Tunamtoza adhabu yule conductor tuna faini ya kutokuwa conductor 50,000, alafu tuna faini ya 250,000. Yaani tiketi mtandao umegushi.